Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Shenda Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes, sometimes mambo huwa yanabadilika kutoka kwenye hatuchezi hadi kwenda kwenye kucheza. Inapotokea tu mambo yako salama kabisa. Bwana, tarehe 15 ni dabi ya Kariakoo ambako Yanga ni mwenyeji dhidi ya Simba Sports Club Mnyama katika uwanja Mkapa jijini Dar es Salaam. Na mambo mengi ni kuelekea mchezo huo. Yanga msimamo wao hawachezi. Hapa tuna imagine, je, ikitokea dabi hiyo inachezwa, itakuwaje? Natamani nipate small details kutoka kwa mzee wa data katika dabi hiyo. Wachezaji watatu ambao pengine wanaweza kawa ni mwiba wa kuotea mbali, ili sasa tuone performance zao na namna ambavyo wanacheza kwenye timu zao, mchango wao, ubora wao upo sehemu gani. Basi mzee wa data atatuambia. Twende sawa. Mimi ni Christopher Beda, Mwana Janduro, na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Mzee wa data, wakati mwingine tumekutana hapa moja kwa moja na kuuliza hili swali juu ya small details kuelekea dabi ya Kariakoo endapo ikichezwa, kama ikichezwa mechi hiyo ya watani wa jadi Yanga na Simba. Natamani kufahamu wachezaji watatu. Huku watatu. Unajua wazuri ni wengi pale Yanga, pale Simba wote wazuri. Na ndio maana Yanga nafasi ya kwanza, Simba nafasi ya pili. Je, ni nani ambaye pengine anaweza kawa ni hatari zaidi katika lango la upinzani? Unajua kwa nini nimekuwa nikitabasamu wakati tunazungumza? Ndio unasema kama ikitokea, ikichezwa. No, umejua kujihami. Naam. Unaogopa unajua kitachokula. Unajua wananchi. Anyway, ni kweli unachokisema. Kama ikichezwa, na mimi natumia maneno hayo, maana yake isije ikatafsiriwa tofauti hapa. Sisi watu wa maamuzi, sisi bodi ya ligi, sisi Yanga, sio Simba. Kwa hiyo tunazungumzia tu kama ulivyotoka kuuliza kwamba endapo mechi kichezwa. Kwa ufupi tu, ikichezwa itakuwa bonge la mechi kadiri ya timu hizi zilivyo hivi sasa, kwa ubora wa timu nzima. Lakini kuna wachezaji mmoja. Umeniambia watatu, natamani kama kuwataja wote, lakini kwa sababu umeniambia watatu, mimi nitakutajia. Ni kwamba Yanga, Simba zote zipo kwenye kiwango bora sana. Uzuri wa mechi hii endapo itachezwa unatokana na ukweli kwamba Yanga na Simba hivi sasa ndio timu pekee zinawania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Nyingine zote zimeshachemsha, hazimo katika mbio za ubingwa. Hapa namaanisha Azam, namaanisha Singida Black Stars, zenyewe zimeshajihakikishia kuwa miongoni mwa timu 4 za juu, zimeshapata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa msimu ujao, kwa maana 25-26. Azam, Singida Black Stars zitawakilisha nchi katika kombe la shirikisho, ingawa ligi bado haijafikia mwisho. Simba na Yanga ndio pekee zinawania ubingwa, kwa sababu Yanga ina pointi 73, Simba ina pointi 72. Huu tofauti wa pointi pekee yake ni kivutio, kinaanzia hapo. Yanga ndio timu inaongoza kufunga mabao mengi na mabao 71, Simba mabao 63 kwa ya pili. Kwa hiyo kwenye kufunga mabao zinachuana, ingawa Yanga iko juu kwenye kufunga mabao. Kwenye ulinzi Yanga ndio imara zaidi, imeruhusu mabao 10 baada ya mechi 27 sawa na Simba. Simba imeruhusu mabao 11, tofauti bao moja. Kwenye ulinzi nako pana ushindani wake. Lakini hizi timu kwa ujumla wake kwenye kufika kwa wapinzani, kufanya majaribio ya kufunga, ya kwanza ni Yanga imepiga mashuti mengi zaidi, mashuti 324. Kati ya hayo mashuti 184 yamelenga shabaha. Ya pili kwenye ligi ni Simba, imepiga mashuti 296. Kati ya hayo mashuti 170 yamelenga shabaha. Kwa hiyo unapo pana uzito wake, pana utamu wake juu ya namna zinavyofanya jitihada za kufikia wapinzani. Kwenye kuzuia, je, Simba ndio timu iliyopiga mashuti machache ya kulenga shabaha kuliko timu zote katika ligi. Imepiga mashuti 25 mpaka sasa, ikaruhusu ile mabao 11. Yanga ndio timu ya pili kupigiwa mashuti machache katika ligi kuu Tanzania bara baada ya Simba. Imepigiwa mashuti 34, imeruhusu mabao 10. Kwa hiyo unaona hizo small details. Umeniuliza kuhusu wachezaji, mimi nimeanza kwenye timu zenyewe. Zina mambo mengi ambayo yanaleta mvuto kwenye kuzuia, kwenye kufunga, kwenye both ends tunasema, kwenye ncha zote mbili. Lakini mwisho wa siku tusisahau, kwa ujumla wake ushindani huu utakuwa mkali zaidi endapo itachezwa dabi hii, kwa sababu ndio itakayoamua uwezekano mkubwa wa kumpata bingwa msimu katika mechi hiyo. Ni kweli baada ya kucheza kila timu itakuwa imebakiza mechi 2 kila moja. Kama itachezwa hiyo Juni 15, Yanga washatoa ubingwa mara 3 mfululizo, wanafukuzia ubingwa wa 4. Yanga washatoa ubingwa kombe la shirikisho la benki CRDB mara 3 mfululizo, wako finali na Singida Black Stars. Simba imeondoka patupu misimu 3 iliyopita katika ligi kuu, imeondoka patupu katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Huu msimu wa 4 haina kitu. Taji lilobaki mikononi mwa Simba
ambalo wanaweza wakalitoa ni la ligi kuu Tanzania bara. Ndio mahala pa kujifariji kutokana na kile kilichofanywa msimu huu na kocha Fadu Davids. Wanaopiga mwingi sana, mwisho wa siku watabanwa. Mna nini mkononi? Maki limebaki hili. Kwa hiyo wataongeza nguvu za ziada. Lakini kwa Yanga washanogewa kuchukua kuinua makwapa. Ndio, kwa sababu misimu mitatu iliyopita yote wanachukua mataji yote mawili makubwa kwa ngazi ya klabu kwa nchini. Yanamaanisha ligi kuu Tanzania bara na kombe la shirikisho. Sasa kwenye kombe la shirikisho kwa finali wanahitaji taji la 4. Lakini kwa ligi kuu Tanzania bara hili watalihitaji pia la 4 mfululizo ili watimize kile walichokifanya Simba kabla Yanga haijapokea kijiti msimu wa 2021-22, kwa sababu kuanzia msimu wa 2017-18 mpaka 2020-21 Simba wanachukua back to back ligi kuu Tanzania bara mara 4 mfululizo. Yanga watatamani wafikie rekodi ya Simba kuanzia 2018-19 ili watoe ubingwa wa msimu huu, na wako tayari mbele katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kama ikitokea itachezwa hapo, vipi, umefly? Basi hizi small details, kocha Fadu Davids, kocha Hamdi Milud, patakuwa pana mvuto wa aina yake, hasa kwa falsafa zao. Kocha Fadu Davids, mfumo wake mama huwa ni baada ya golikipa ni walinzi 4, viungo wale ukabaji na viungo 3 ushambuliaji, kisha mshambuliaji kinara 1. Kocha Hamdi Milud, Yanga tangu aondoke Nabi, aondoke Miguel Gamondi, aondoke Ramovic na Hamdi Milud yupo, mfumo wao mama siku hizi ni baada ya golikipa ni walinzi 4, viungo wawili ukabaji, 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara 1. Kwa lugha nyingine wanalingana na Simba, ingawa wote kwenye kati tofauti huwa wananyumbulika kulingana na mpinzani, kulingana na mwenendo wa mechi. 4-3-3 haishangazi, 4-4-2 hutokea, 3-5-2 huwa wanafanya. Alifanya hivyo kocha Fadu Davids katika kipindi cha pili kwenye mechi dhidi ya Singida Black Stars wakati wa 21 bila kwenye uwanja wa KMC mechi iliyopita. Hapa nimezungumza kwa ujumla, lakini kwenda kwa mchezaji mmoja mmoja nataka kusema wachezaji muhimu, timu nzima na wachezaji muhimu, ila wewe umejiame umesema 3. Sawa, basi mimi wacha nikuongezee mmoja kama utaniruhusu. Magolikipa Djigui Diarra na Musa Kamara ni miongoni mwa wachezaji ambao kama mechi itachezwa wao wana nafasi ya kufanya matokeo yaweje kwa timu zao. Kiwango chao bora, namna ya kuanzisha mashambulizi, tunasema build up, huwa inawategemea wao katika timu zote mbili. Fadu Davids anamtegemea Musa Kamara mwenye uwezo mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu kuanzisha mashambulizi ya Simba, kama ilivyo kwa Djigui Diarra ambaye katika makuzi yake akiwa bwana mdogo alikuwa mchezaji wa ndani. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pana nafasi kubwa. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa hawa wawili ndio wanaongoza kwa clean sheets, lakini kwa performance ya tofauti. Mmoja kwenye actual number ana nyingi, lakini ukiweka kwenye asilimia anakuwa chini kulinganisha na mwingine mwenye namba ndogo, lakini kwa asilimia, kwa idadi ya mechi na dakika walizocheza ana nyingi. Hapa namaanisha nini? Musa Kamara ndiye anayeongoza hivi sasa kwa clean sheet. Clean sheet kwa watazamaji wako ni kitendo cha kumaliza mechi bila kuruhusu bao, ambayo kipa anapewa credit zake, ingawa mfumo wa timu katika kucheza pia unachangia. Kamara mpaka sasa Simba imecheza mechi 27, si ndio? Yeye amecheza mechi 25, dakika 2250, ana clean sheet 17, ndiye kinara wa clean sheet katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Anemfuatia ni kipa wa Yanga Djigui Diarra, ambaye yeye Yanga kwenye mechi 27 amecheza mechi 21, kacheza dakika 1890, ana clean sheet 15. Tofauti yao ni clean sheets 2. Musa Kamara yuko juu kuliko Djigui Diarra. Lakini ukiangalia idadi ya mechi walizocheza, halafu uweke clean sheets per matches, yani idadi ya clean sheets ya kutoruhusu bao kwa idadi ya mechi, ukiweka katika asilimia, Djigui Diarra ndo anakuwa juu kwa sababu ya clean sheet 15 katika mechi 21 alizocheza. Ukizidisha kwa 100 unapata ufanisi wake kwa clean sheets ni asilimia 71. Musa Kamara clean sheet 17 ni nyingi, lakini amecheza mechi nyingi 25, ukiweka ufanisi wake ni asilimia 68. Kwenye actual number yeye Musa Pimpin Kamara yuko juu zaidi, kwa sababu kwani Djigui Diarra alikatazwa na yeye kucheza mechi hizo? Maana yake hapo kuna labda injuries au matukio mengineyo yanayofanya mwalimu Hamdi Milud asimuanzishe kwenye kikosi cha kwanza. Kwenye mpira wa miguu ukiwa na utimamu wa kutosha ukakufanya ucheze mechi nyingi zaidi, na inakuongezea credit. Kwa kwenye eneo hili Djigui Diarra atatamani kama Yanga na Simba zinacheza dabi, ikitokea zikacheza, Djigui Diarra atatamani apate clean sheets ili mwisho wa siku apunguze gap tofauti baina yake na Musa Kamara, ili ibaki moja kutoka 2 za sasa, maana ana 15 mwenzake 17. Kamara atatamani azidi kumwacha Djigui Diarra kwa clean sheets
yeye atawapanga vizuri safu yake ya ulinzi, kina Shemalon Fondo, kina Shamu Karabu, Abdurazak Kiamza, Kapombe, Shabalala, Valentino, whoever yeyote tukopangwa pale nyuma kuhakikisha hafikiki, hafungiki, ili aongeze clean sheet, amwache Djigui Diarra zifike 3 sasa kutoka 2. Hapa nimezungumza kwa makipa. Nimezungumza tu clean sheet, lakini wana ubora wa hali ya juu katika kuanzisha mipira, kujenga mashambulizi na pia kupiga pasi ndefu zinazofika moja kwa moja kwa washambuliaji, kwa sababu wana uwezo wa kupiga pasi za namna na zinafika. Lakini pia walinzi wao wanapopitwa, wao kwenye 1v1 huwa wepesi katika kutoka kwenda kufanya clearances, kubutua mpira wakiwa kama wachezaji wa ndani. Yaani wanatoka kwenye 18 zao, ni makipa wa kisasa. Sometimes wanakuwa ni sweeper badala ya kuwa shot stopper. Yaani sio tu kuzuia mashuti kudaka kama nyani. Sometimes wao ni wachezaji wa ziada katika kuzuia. Simba huwa na walinzi 4 kwenye shape, Yanga walinzi 4, lakini ukiongeza makipa wao majukumu wanayotekeleza katika baadhi ya nyakati uwanjani, huwa na walinzi 5. Kamara akitoka kwenye 18 hawezi kutumia mikono, sheria zimruhusu, anatumia viungo vyake vingine kama mchezaji wa ndani, anakuwa beki mwingine, ni spare man. Vivyo hivyo kwa Djigui Diarra, akitoka anakuwa ni mchezaji wa ndani, anaokoa kwa vichwa, kwa miguu katika kufanya clearances, kuosha mpira, kufanya wawe salama, au akapiga chenga akaanza moja moja. Wanafanya hivyo wote wawili kwa nyakati tofauti. Lakini katika wachezaji muhimu wako wengi nimesema. Tukiangalia kwenye eneo la ushambuliaji, kwenye orodha ya wafungaji ligi kuu Tanzania bara, panakupa jibu kwa nini naona kana kwamba wengi wako vizuri. Kinara wa mabao katika ligi kuu Tanzania bara ni Jasha Ahua hivi sasa. Kacheza dakika 1761, mechi 24, ashapiga mashuti 64. Kati yao mashuti 37 amelenga lango, Mwamba ana goli 15, ana assist 8, kachangia mabao 22. Clatous Chota Chama, nakumbushia tu alivyokuwa Simba kabla ya kutoa Yanga msimu huu. Kiwango chake bora katika ligi kuu Tanzania bara kwa namba ni msimu 2021, wakati ambapo Simba kwenye msimu huo walitoa ubingwa na ndoa mwisho kabla ya Yanga kuchukua utawala kwa mfululizo. Ni msimu ambao Simba ilikuwa na kina Chris Kope Mushimba Mugalu, ina yeye Chama, ina Mixon, ina Hassan Dilunga, ina Boko, ina Bwalia na wachezaji wengine kadhaa. Wengine wapo mpaka sasa kama Kapombe, kama Shabalala. Ni katika msimu ambao Chama alimaliza ligi ambayo ilikuwa na mechi 38 kwa sababu timu zilikuwa 18. Alifunga mabao 8, alitoa assist 15, alichangia mabao 23. Sawa, katika msimu huo. Baada ya ligi kukamilika, huyu Jasha Ahua ambaye cheza yake eneo analocheza ni lile ambalo Chama alikuwa akitamba nalo wakati yuko Simba. Huyu tayari ameshafunga mabao 15, assist 8, amechangia mabao 23 kwa ujumla wake kama Chama msimu wa 2020-2021. Kwa unaweza kaona ni mchezaji wa namna gani. Na kwenye ligi kuu Tanzania bara hivi sasa, baada ya Stefan Aziz Ki kuondoka Yanga kwenda zake katika klabu ya Wydad Casablanca kule Morocco, Jasha Ahua ndo mchezaji anayeongoza kupiga mashuti mengi katika ligi. Stefan Aziz Ki anaondoka, ndio kinara mashuti 65, anafuatia Jasha Ahua mashuti 64. Aziz Ki hayupo. Kwa hiyo yeye kama mechi inachezwa, yeye ndo kinara wa kufanya majaribio, attempts, mashuti 64. Nadhani umeelewa vizuri. Huyu namba 10 mgongoni ni wa kumchunga sana. Kwa Simba ni matarajio ya kupata matokeo chanya kupitia yeye. Kwa Yanga huyu ni nuksi wal balaa, lazima wamdhibiti asiwaletee madhara. Asipofunga katika open play, anafunga katika mipira ya kutenga. Penalty mzuri, free kicks mzuri wa kupeleka mipira ya moja kwa moja wavuni kwenye zile direct free kicks. Lakini pia anajua namna wapi pa kusimama, atoe pasi rahisi kwa wenzake ili wafunge. Ndio maana ana assist 8 akiwa na mabao 15. Jasha Ahua. Lakini hapa nazungumzia Simba, kuna mtu anaitwa Steven Dese Mukwala. Mukwala yeye katika Simba ukimuondoa Jasha Ahua, yeye amepiga mashuti 36. Katika hayo amefunga mabao 12, ana assist 3, kachangia mabao 15. Mukwala yupo na hana bao la penalty. Umeshaona? Lakini kuna Lionel Ateba Mbida. Yeye mpaka sasa ameshapiga mashuti 33. Yaani ukitoka Jasha Ahua, yale mashuti yanatoka kuyataja 64, 36 ya huyu mwamba Mukwala, 33 ni huyu Lionel Ateba Mbida. Kafunga mabao 12, ana assist 3, ana mabao kadhaa ya penalty. Nadhani 5-6 ni ya penalty. Mzuri katika kupiga mikwaju ya penalty, ingawa alikosa moja wapo katika mechi dhidi ya Namungo kule Ruangwa mkoani Lindi katika uwanja wa Kasim Majaliwa.
nimekamilisha hao na nimejiongezea mmoja, ingawa kuna Elie Mpanzu Kibisa kapiga mashuti 26 16 on target, naye ana magoli amechangia mabao 7 kwa ujumla, kwa sababu ana mabao takriban 3 assist 4 kitu kama hicho, au mabao 4 assist 3, ana 7 amechangia Elie Mpanzu Kibisa, na ni kitatizo. Lakini kwenye Yanga hiyo orodha hii Jashaua ndo namba 1 kwa ufungaji mabao yale yanatoka kuyatajia. Wanaofuatia kwa mabao katika ligi sio tu Simba, katika ligi kuu hapa tunapozungumza, anayefuatia ni Prince Pumelo Dube pamoja na Clement Mzize Walid. Dube ameshafunga mabao 13, ametoa assist 8, amechangia mabao 21. Dube amepiga mashuti takriban 55 kwa Yanga, na kati ya hayo mashuti 55 yaliyolenga lango ni mashuti 37. Halafu ana mabao hayo nilotoka kutajia, mabao 13 lakini assist 8. Maana yake amechangia mabao 13 assist 8, amechangia mabao 21. Ndiye namba 2 katika ufungaji mabao mpaka sasa kwenye ligi baada ya Jashaua, lakini ile goal involvement, kuhusika katika mabao, pia anafuatia baada ya Jashaua ambaye amechangia mabao 23, anafuatia Dube mabao 21. Dube akiwa fit atakuwepo uwanjani, ni miongoni mwa wale ambao kama ikichezwa, kama itakuwepo dabi hii ya Juni 15, basi Dube ni wa kuchunga kwa Wekundu wa Msimbazi Simba asiwadhuru, lakini ni mchezaji karata muhimu kwa Yanga kuwaletea kicheko na furaha endapo dabi itachezwa. Kuna Clement Mzize Walid, yeye ndani ya Yanga baada ya Stefan Aziz Ki ambaye yupo aliyepiga mashuti 65, Dube mashuti 55, anayefuatia Mzize amepiga mashuti 50, 29 on target. Mzize ana goli 13, ana assist 3, amechangia mabao 16. Huyu naye sio wa mchezo, lakini kwa kuongezea tu, kwa sababu nilikutajia namba zaidi kwenye Simba, kuna Peodo Pacome Zouzoua, ana mabao 9, ana assist 9, ni fundi haswa. Ukitaka kuburudika katika mechi yoyote ikiwemo hii ya dabi endapo itachezwa, basi ni pamoja na nambari 26 mgongoni, nywele zake kama zina bleach. Mzuri katika kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, kutoa pasi za mabao, lakini pia Yanga inaposhambuliwa, yeye ni mzuri katika kurudi kuungana na walinzi wao na viungo wao eneo la kati, kuhakikisha anatekeleza vyema jukumu la kutafuta mpira. Mpambanaji haswa. Peodo Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji wa kuchunga endapo dabi hiyo itachezwa, ikiwa itachezwa. Maneno narudia sana. Najua mimi watu wako ku comment wasianze hapo Mzee Data amesema hapana, sisi so bodi ya ligi, sisi so Yanga, sisi so Simba, tunatoa maoni yetu endapo dabi itachezwa na kuona namna gani ambavyo itakuwa na mvuto wa aina yake kuanzia level ya timu kutoka kueleza, lakini mchezaji mmoja. Lakini kuna mwingine anaitwa Maxim Pianzengeli, tayari ameshafunga mabao 5, ana assist 9. Maxi sifa yake kubwa naye pia ni mpambanaji, mapafu asiyochoka, mbele kwenye kushambulia yupo, kwenye kuzuia yupo, utamkuta kushoto kulia katikati yupo, kiasi kwamba unaweza usijue huyu anacheza namba ngapi. Ni kifurushi cha uchezaji wa kila nafasi uwanjani, ukiondoa golikipa pindi anapopata nafasi ya kucheza. Dabi hii ikichezwa, dabi hii ikifanyika, dabi ikinini tena ikitokea ipo, ikitokea naona itakuwa bonge la dabi, kwa sababu wachezaji karibu wote wana ubora wa hali ya juu kuelekea mechi hiyo. Lakini kwa sababu umeniambia wachache, nadhani wanatosha, ingawa utanisamehe kwa sababu nimetaja wachezaji zaidi. Shukrani sana. Shukran jazilan. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.